अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala Ibn Nasr Aziz anasema mafundisho ya dini tukufu ya Islam yaliyoteremka juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho haya yanatuongoza katika kila njia ya maisha yetu. Ikiwa kila mmoja anaanza kufuata mafundisho haya ya dini tukufu ya Islam, katika hali hii tutakuwa na jamii nzuri sana katika dunia. Siku hizi nchi zisizo za Islam zinaleta shutuma dhidi ya nchi za Islam na dhidi ya Waislamu. Ikiwa Waislamu wanaanza kufuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, watu hawa ambao si Waislamu, badala ya kuleta shutuma, watatoa mfano wa Waislamu, na kwa kufanya hivyo wangekubali kwamba Islam ni dini nzuri sana. Lakini kwa bahati mbaya, wengi wa Waislamu ni wale ambao wanasoma mafundisho haya ya amri za Mwenyezi Mungu, mafundisho haya ni tukufu ya Islam, na vile vile wanaheshimu sana mafundisho haya ya Islam, lakini wakati wanapolazimika kufuata mafundisho haya wanadharau mafundisho. Katika Qur'ani tukufu Mungu ametupatia amri chungu mzima, lakini Mwenyezi Mungu alieleza amri hizi zote katika neno hili kwa kusema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yani mwanao mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia nyumbani kwake mpaka mahusiano yake na jamii na watu, maisha yake haya yote yalikuwa sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Basi ufaulu halisi unaweza kupatikana wakati sisi katika kila hatua ya maisha yetu tutaiga mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi wakati mtu katika mambo makubwa anaonyesha mfano mzuri, lakini mambo yanayoonekana ni madogo yanadharauliwa kiasi hiki kwamba mambo haya hayana thamani hata kidogo.
ilhali kinyume na hali hii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitukumbusha sana kuhusu mambo haya madogo madogo, na mwenyewe pia alituonyesha kwa mfano wake kwamba alikuwa akizingatia sana mafundisho haya madogo madogo pia. Basi ikiwa sisi tunataka maisha yetu yawe yenye utulivu, ikiwa sisi tunataka kupata baraka za Mwenyezi Mungu katika hali hii, sisi tunalazimika kuiga mfano wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile vile tunalazimika kufuata hulka zake zote. Kisha katika zama hizi mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituelezea mambo haya yote vizuri sana, na vile vile alitusihi kwamba sisi tufuate mafundisho haya. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi nitazungumza kuhusu majukumu ya wanaume katika nyanja mbalimbali. Mwanamume kwa kuwa kiongozi wa nyumba analazimika kufuata mambo kadhaa, na kwa kuwa baba na kwa kuwa mume analazimika kufuata mambo kadhaa, na vile vile analazimika kuipatia malezi mazuri watoto wake. Ikiwa kila mmoja anaanza kuelewa majukumu yake na anaanza kutekeleza majukumu yake, hivi udugu na upendo utapatikana katika jamii, na usalama pia utapatikana katika jamii. Haya ndiyo ni mambo yatakayosaidia katika malezi ya watoto, na hivi tutaweza kuhakikisha kwamba kizazi kinachopatikana ni chenye malezi mazuri, na vile vile utulivu unaweza kupatikana nyumbani. Siku hizi napokea malalamiko kutoka mambo ya nyumbani kutoka kwa watu mbalimbali. Mwanamume kwa kuona kwamba yeye ni kiongozi wa nyumbani, yeye haheshimu mke wake, wala yeye hatimizi haki ya malezi ya watoto wake, bali yeye ni kiongozi wa jina tu. Baadhi wakati mimi napokea malalamiko kutoka nchi ya Pakistan na kutoka nchi ya bara la Hindi pia, kwamba waume zao waliwapiga wake zao, na waliwapiga kiasi hiki kwamba wake zao walipata majeraha. Hata watu wanaoishi katika nchi hizi za Ulaya, wao pia baadhi wakati wanafanya vitendo ya aina hii. Hivyo ndivyo baadhi wakati kina baba wanawatendea watoto wao kwa njia ya dhuluma. Halifa mtukufu anasema kwamba baada ya kumpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, ikiwa sisi tunaishi sawa na watu wajinga, na sisi tunaishi sawa na wale waislamu ambao hawana elimu ya dini, na tunawatendea wake zetu na watoto wetu kama wajinga wanawatendea, basi katika hali hii ahadi tuliyofanya kwamba tutabadilisha hali yetu, na ahadi tuliyofanya kwamba tutaleta mabadiliko katika maisha yetu wakati wa kufanya bayat, basi ahadi ile haitaleta faida kwa ajili yetu. Je, mwanamume ambaye alilazimika kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na alilazimika kuboresha hali ya amali zake, je, mwanamume anatimiza haki yake hii au la? Ikiwa wanaume wanatimiza haki hizi, katika hali hii haiwezi kutokea kwamba katika nyumba zao dhuluma itendewe. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwanza kabisa
kwa kuwa kiongozi wa nyumbani अहमियत अपने बीवी बच्चों को वाज़ेह फरमा। aliwafundisha watoto wake na wake zake kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu, lakini kazi hii pia alifanya kwa upendo na mapenzi. Hakutumia nguvu kwa ajili ya kazi hii. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam और दुनिया की इस्लाह kwa kuwa kiongozi wa nyumba की तमाम तर मसरूफियात होने के बावजूद na kwa kuwa na majukumu mengi sana katika maisha yake, घर वालों के हक अदा किए alitimiza haki zote ya watu wa familia, और नरमी और मोहब्बत से na kwa upendo na mapenzi alitimiza haki hizi zote. Kwa kuwa yeye ni kiongozi wa nyumba, अदा किया। Mtume sallallahu alaihi wa sallam alitimiza haki hii hivi ये एहसास दिलवाया mwenyewe. जिम्मेदारी तौहीद का क़याम है। Aliwakumbusha kwamba jukumu lenu ni ibada ya Mwenyezi Mungu na kuimarisha tauhid, umoja wa Mwenyezi Mungu. Hadhrati Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam usiku alikuwa akiamka kwa ajili ya kusali nafali, नमाज से कुछ पहले na asubuhi kabla ya swala ya alfajiri alikuwa akituamsha नफल पढ़ो, इबादत करो। kwamba nyinyi pia muswali nafali na mufanye ibada ya Mwenyezi Mungu जो na mutimize haki ya Mwenyezi Mungu. फिर Kisha अपने घर वालों के हक अदा किस तरह फरमाते थे। Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akitimiza haki za watu wa nyumbani namna gani? वो काम जो बीवियों के करने वाले थे Kazi ile ambayo ilikuwa kazi ya wanawake, alikuwa akiwasaidia wanawake pia katika kazi ile. Hadrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema madamu Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akikaa nyumbani, alikuwa akiwasaidia watu wa nyumbani. आपको नमाज का बुलावा Hata Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokuwa akiitwa kwa ajili ya swala, alikuwa akielekea msikitini. Basi huu ndio ni mfano mwema ambao tunatakiwa tuige katika maisha yetu, na tunatakiwa lazima tuige mfano huu जो जुल्म के मुतरादिफ badala ya kuwatendea wake kwa njia ya dhuluma. Tunatakiwa tuige mfano huu. Hadhrati Aisha radhiallahu taala anha kwa kueleza kazi za nyumbani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema आप अपने कपड़े भी खुद सी लेते थे। Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishona mawazi yake mwenyewe, na alikuwa akishona viatu vyake pia, na alikuwa akitengeneza ndoo ya nyumbani. इन नमूनों को सामने रखते हुए Basi kwa kuiga mifano hii बहुत से खामदों को na kwa kuzingatia mifano hii, और इससे तवज्जो देनी चाहिए। wanaume wengi wanatakiwa wachunguze hali zao. ये उनके घरों में Je, hali hii inapatikana katika nyumbani kwao au la? Je, wao pia wanatendea hivi watu wa nyumbani au la? अपने सहाबा को खामद के फ़राइज़ और उसके रवैये के मयार के बारे में एक मौके पर Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwakumbusha masahaba kuhusu majukumu yao. Hadithi hii imesimuliwa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu mwenye kamili ni yule ambaye ana hulka njema, लिहाज से बेहतरीन वो na miongoni mwenu mwenye hulka njema ni yule ambaye ni mzuri kwa ajili ya wake zake. जिसका अपनी बीवियों से Hazur anasema kwamba kila mtu ambaye जायजा लेना hawatendei vizuri wake zake anatakiwa achunguze hali yake. और बीवियों से अच्छे सलूक का मुजाहिरा सिर्फ ज़ाहिरी अच्छा खुल्क नहीं बल्कि आपने फरमाया Kuwatendea vizuri wanawake si hii tu kwamba mtu awe na hulka ya juu juu, bali alama yake ni kwamba imani ya mtu inaimarika na inakuwa hali ya juu. खामद के फ़राइज़ Sayyidina alayhi salatu wassalam को जिक्र करते हुए kwa kueleza majukumu ya waume anasema कच खुल्कियाँ और तलखियाँ औरतों की बर्दाश्त wanaume wanatakiwa और फरमाया हमें तो कमाल बेशर्मी मालूम wakubali makosa madogo madogo ya wanawake. Sisi tunaona haya kwa kuwa wanaume sisi tupigane na wanawake. Mwenyezi Mungu ametufanya kuwa wanaume, na hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Shukrani ya neema hii ni kwamba sisi tuwatendee wanawake vizuri kwa njia nzuri. एक दफ़ा एक दोस्त की दुरुस्त मिजाजी Wakati fulani mtu mmoja ambaye alikuwa akitumia maneno makali dhidi ya mke wake,
habari yake ilielezwa mbele ya sainam alah salatu wassalam. kwa kusikia habari hii sainam alah salatu wassalam alihuzunika sana na alisema, हमारे अहबाब को ऐसा नहीं होना चाहिए। wafuasi wangu hawatakiwi wawe na tabia ya aina hii. फिर तहरीर करने वाले लिखते हैं, kisha yule aliandika tukio hili anaandika kwamba मुआशरत निस्वां के बारे में baada ya kueleza hii sainam alah salatu wassalam aliendelea kutusihi kuhusu kuwatendea vizuri wake zetu, na hatimaye alisema hali yangu ni aina hii kwamba wakati fulani mimi nitumia maneno makali dhidi ya mke wangu, na liliona kwamba maneno haya दिल के रंज से मिली maneno haya nilitumia kwa sababu ya ghadhabu ya moyo. दिल का कुछ रंज भी शामिल है। और बाई हमा कोई दिल आज़ाद दुरुस्त कलमा नहीं निकाला था। इसके अलावा Ingawa mimi sikusema maneno makali au maneno mazito sana, lakini मैंने बहुत इस्तिग़फ़ार kwa kuwa na hali mimi niliendelea kufanya istighfar kwa muda mrefu, दफने पड़ी, na mimi nilisali nafali na vile vile nilitoa sadaka pia, ज़ौजा पर किसी पिनहानी मासी kwamba mimi ikiwa nimetumia maneno haya makali labda ni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi huu ndio ni mfano umema ambao tunatakiwa और फिर किसी tuwe nao katika maisha yetu. आपने बड़ी फिक्र और दर्द का इजहार किया। sainam alah salatu wassalam alihuzunika sana alipopata taarifa kwamba mfasi wake mmoja anatumia maneno makali dhidi ya mke wake. पर लड़ते झगड़ते हैं, हाथ उठाते हैं, उनको Basi wale watu ambao wanapiga wake zao wanatakiwa wachunguze mfano huu wa mtume wa sainam alah salatu wassalam. ये जख्मी भी कर देते हैं। Wapo watu wengine ambao hawapigi tu bali wanapiga kiasi hiki kwamba wanawake wanapata majeraha. Wao wanatakiwa wawe waangalifu sana. Basi sawa na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, imani yao haikukamilika, wanatakiwa wao wafikirie kuhusu imani yao. इरशाद था, इसी वजह से हज़रत मसीह अलैहि सलाम को भी फिक्र हुई। Kwa sababu ya nasahi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sayyidina alayhi salatu wasalam pia जिसके ईमान ali याद नहीं है alipata fikira तो वो कई जगह ठोकर खा सकता है। kwamba ikiwa mtu imani yake haikukamilika anaweza kupotea wakati wote. ये बज़ाहिर छोटी नजर आने वाली Huzur anasema kama niliyosema kwamba inaonekana kwamba jambo hili ni ndogo sana, lakini si ndogo. तो पुलिस तक मामले चले जाते Katika nchi hizi mambo yanafika katika polisi, na katika hali hii jumuiya inapata fedheha. हैं, नाराजगी मोल लेते Basi watu wa aina hii wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Wapo wengine ambao wanasema हैं, फलां फलां बुराई है। kwa sababu mwanamke ana makosa fulani na fulani, kwa sababu ya hii tulilazimika इस पहलू से kutumia ukali. मर्दों को पहले अपने जायजे लें। Hazur anasema kwamba ikiwa kuna hali hii inapatikana, kwanza wanaume wanatakiwa wachunguze hali yao kwamba je, wanatimiza majukumu yote ya dini. हुए फरमाते हैं, sainam alah salatu wassalam kwa kuwasihi wanaume wa aina hii anasema, हादसा ना हो, ikiwa mwanamume si mwema katika hali hii, namna gani mwanamke anaweza kuwa mcha Mungu? Kwa hiyo kwanza kabisa sharti ni hii kwamba mwanamume awe mwema na mcha Mungu, ndipo mke wake pia atakuwa mwema. Amesema ikiwa mwanamume mwenyewe atakuwa mwema, basi mke wake pia anaweza kuwa mwema. ना देनी चाहिए, बल्कि Mtu hatakiwi asihi kwa kutumia maneno tu, bali anatakiwa asihi mke wake kwa kupitia vitendo vyake. न करो सिर्फ Yaani yeye asitumie maneno tu kwa ajili ya kuusihi साबित करो mke wake, bali amesema kwa kupitia vitendo vyenu muthibitishe nyinyi ni wacha Mungu, ताला के हुक्म na kila hatua yenu ni katika फिर ऐसी नसीहत करो, njia ya ucha Mungu. फरमाया कि उसका असर होता है। Hali hii mtakapotoa nasaha, athari yake itapatikana. किनार और भी कौन है जो सिर्फ कॉल से किसी की मानता है? Si mwanamke tu, hata hakuna mtu yeyote ambaye anakubali kauli tu, bali watu wanazingatia vitendo. Ikiwa mtu anakuwa na makosa ndani yake, basi mwanamke anakuwa shahidi ya vitendo vyake. Amesema yule mtu ambaye hamwogopi Mwenyezi Mungu, namna gani yule mwanamke anaweza kumwogopa yule mtu? करता है ना खामत का, Kwa hiyo nasaha za aina hii hazilete faida iwe ya maulama au ya wanaume,
bali kila wakati mfano mwema unaleta faida. Wakati mtu anapoamka usiku analia na anafanya dua, yule mwanamke atamshuhudia, na hatimaye yule mwanamke pia ataathirika kwa kuona hali ya mume wake, kwa sababu mwanamke anakuwa na tabia ya kupata athari sana. मदरसा भी किफायत नहीं कर सकता. Kwa ajili ya kurekebisha hali ya wanawake madrasa haihitajiki, wala hakuna haja ya kuwa na idara. Kama vitendo vya mtu vinamleta faida kwa ajili ya mwanamke, yani ikiwa wanaume wanarekebisha hali yao na wanaonyesha mfano yao mzuri, basi wanawake wenyewe watarekebika. की वजूद फरमाया है Mwenyezi Mungu amesema kwamba, कि वो औरतों को ऐसा मौका देते हैं कि वो उनका नक्स पकड़ Azuri anasema kwamba hii ni dhuluma, kwamba wanawapatia nafasi wanawake kwamba watafute makosa yao. Wanaume wasiwapatie nafasi wanawake kwamba waweze kusema kwamba unafanya makosa fulani. Yani wanaume hawatakiwi wapatie nafasi wanawake kwamba wanafanya makosa fulani na fulani, bali anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mume anatakiwa awe mcha Mungu kiasi hiki kwamba mwanamke afanye juhudi ya kutafuta makosa yake, lakini asiweze kutafuta makosa katika mwanamume. और वो दीन को समझती. तो ऐसी सूरत हो Katika hali hii mwanamke anapokosa kupata makosa katika mume wake, basi katika hali hii hata kama yule mwanamke si mwenye dini, yeye ataelekea kwenye dini. यहाँ तो मैंने देखा है कि औरतें Hazur anasema kwamba hapa nimeona दीनदार हैं, बात wanawake ni wenye dini zaidi kuliko wanaume, na wanaleta mashtaka kwamba waume zao si wenye dini. एक तरफ तो ये तवक्कुआत हैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की उन मर्दों से Upande mmoja Sayyidina alayhi salatu wasalam anawataka wanaume ambao walifanya baiyati yake kwamba wawe na sifa za aina hii, lakini upande mwingine tunaona wapo wanaume wengi sana जिनकी शिकायतें ambao औरतें लेकर आती हैं. ambao napata malalamiko kuhusu wao kwamba wao hawaswali swala hata nyumbani. मर्दों का कमजोर है. Vile vile elimu ya dini ni ndogo sana. टीवी पर लव और बेहुदा प्रोग्राम देखने की मर्दों की शिकायत हैं. Na vile vile napata malalamiko kwamba wanaume wanaangalia vipindi katika TV ambavyo si vizuri, मर्दों के बारे में है. na vile vile napata malalamiko kwamba wanaume करने की कोशिश करेंगे भी hawafanyi kazi kubwa kwa ajili ya malezi ya watoto, करेंगे तो सिवाय डांट डपट मार na ikiwa wao wanafanya kazi, basi kazi yao ni kutumia maneno makali dhidi ya watoto. बहुत से घरों में Katika hali hii औरतें मर्दों को सिखा रही होती हैं. katika hali hii tunaona kwamba badala ya kuwafundisha wanaume wafundishe wanawake zao, ni wanawake ambao wanafundisha watoto zao. वहाँ अमूमन वजह Na mahali ambapo watoto hawapati malezi mazuri, sababu yake inaonekana ni kwamba baba hakufanya malezi mazuri au alitumia maneno makali dhidi ya mke wake. Hata baadhi wakati watoto wanaleta malalamiko kwamba baba yetu hamtendei vizuri mama yetu. Basi ikiwa sisi tunataka kuleta amani nyumbani kwetu, ikiwa tunataka kuwapatia malezi mazuri vizazi vijacho, na tunataka watoto wetu waendelee kuungana na dini, katika hali hii wanaume wanalazimika kuchunguza hali zao na wanalazimika kurekebisha hali yao. मर्दों को तो जो Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuwasihi wanaume anasema, घर का इमाम होता है mwanamume anakuwa imamu wa nyumbani kwake. Ikiwa yeye analeta athari mbaya juu ya wanafamilia, असर पड़ने की उम्मीद है. basi tunaweza के अमल से kusema kwamba असर कायम हो रहा है. athari mbaya itapatikana nyumbani kwake. बद असर पर Yani ikiwa yeye analeta athari, basi athari mbaya, ile athari mbaya itaendelea kupatikana katika vizazi vyake pia. और हलाल Amesema kwamba mwanamume anatakiwa atumie uwezo wake wote mahala pake. Kwa mfano, kuna nguvu ya ghadhabu, yani anapata hasira. इतलाल से ज्यादा हो Wakati hali hii inaporuka mipaka, basi hii inakuwa sawa na hali ya mwenda wazimu. लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए Yani mtu anakuwa na hasira ni kawaida, lakini hasira hii inapuruka mipaka, basi katika hali hii yule mtu anakuwa na tabia ya उनमें mwenda wazimu. थोड़ा फर्क है.
basi katika hali inakuwa tofauti ndogo sana katika hasira na mtu wa mwenda wazimu. yule mtu ambaye का चश्मा anakuwa na hasira kubwa sana, basi mungu anayanganya hekima kutoka kwake. गुफ्तगू न करे. घरों की बात तो लहदा रही, मुखालफों से भी Hazur anasema kwamba si आंखों की बातें नहीं करनी चाहिए. si kwamba mtu asitumie maneno makali kuhusu watu wa familia, bali analazimika asitumie maneno makali dhidi ya wapinzani. वो सब नहीं. hii ndiyo ni hali inayotakiwa ipatikane nyumbani kwake, मुखालिफ है तो उससे भी गजब yaani yeye और अकल से आरी होकर बात नहीं करनी. asiwe na hasira kuhusu familia, bali hatakiwi awe na hasira kuhusu wapinzani. गलीज और गजब से भरे हुए Wakati mwaminio anapozungumza na wapinzani, basi wakati yule anatakiwa hatumie maneno machafu dhidi ya wapinzani. Kama nimeshawahi kusema hapo awali kwamba wanawake kutoka india na kutoka pakistan wananiandikia kuhusu waume zao katika kadhiana katika pakistan. nizarat isal arshad na vile vile idara zingine zinatakiwa zichunguze hali hii, तरबियत के प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. na idara hizi zinatakiwa ziandae लीक कर रहे हैं, vipindi vya malezi. मसाइल सीख रहे हैं, लेकिन घरों में बेचैनियां हैं, तो इस सब इल्म Watu wenyewe का कोई फायदा नहीं. wanajifunza elimu ya dini, lakini utulivu haupatikani nyumbani. और वो किस तरह Nyumbani katika hali haina faida ya kujifunza mambo ya dini. के बारे में बयान फरमाते हुए हज़रत मसीह मौद Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema की तमाम बातों और औसाफ को औरत देखती है. mwanamke anashuhudia vitendo vyote vya mwanamume, मेरे खामद में anaona औसाफ तकवा के हैं. katika mume wangu kuna sifa fulani na fulani za uchamungu, सब्र, kama kuwahurumia wengine na kuwa na tabia ya subira. उसको यानी औरत को परखने का मौका मिलता है, वो किसी दूसरे को नहीं मिल सकता. Kama mwanamke anachunguza amali ya mume wake, hakuna mwingine anayeweza kuchunguza hivi. ये औरत को सारक भी कहा, Kwa hiyo mwanamke ameitwa sarik, अखलाक की चोरी करती yani yeye anaiba hulka za mume wake, है, एक वक्त पर पूरा अखलाक हासिल कर लेती है. hatimaye anakuwa na hulka sawa na hulka ya mume wake. कोई एक दफा ईसाई हुआ, Kuna इस्लाम tukio la mtu mmoja kwamba aliritadi na akawa mkristo na mke wake pia akaritadi. Yule mtu akaanza kunywa pombe na mwanamke pia akaanza kunywa pombe na akaacha kufanya hijabu. फिर दोबारा इस्लाम की तरफ Baadaye yule mume wake akasilimu tena, alipojuta kwamba amekosea, kwa hiyo akasilimu tena. किया, उसने Wakati yule aliposilimu tena, alimwambia mke wake kwamba wewe pia usilimu tena. होना मुश्किल. Yule mwanamke akasema, mimi siwezi kuwa mwislamu tena जो शराब वगैरह और आज़ादी की पड़ गई हैं, kwa sababu नहीं छूट सकती. mimi siwezi kuacha tabia yangu ya kunywa pombe na vile vile kufanya vitendo vingine vibaya. कि मर्द इस्लाम से ही दूर हट गया और दूर होकर ईसाई इख्तियार कर ली. Hazur anasema kwamba huu मर्द ऐसे भी होते हैं, ni mfano mkubwa sana kwamba mume ameacha dini, lakini wapo wengine ambao hawaachi islam lakini wanabaki katika islam kwa jina tu, wanajiita waislamu, lakini आज़ादी के नाम पर kwa jina la uhuru गलत हरकतों में wanafanya हो जाते हैं. vitendo vibaya sana. और फिर उनकी देखा देखी Kisha kwa kuona mfano wao, भी आज़ादी के नाम wanawake pia kwa माहौल में ढल जाती jina la uhuru wanaanza kuiga mifano ya watu wengine. Baadaye आज़ाद हो. wanaume wanapoona mke amekuwa na uhuru sana जब उसको na wanapoona yeye फंसाने की कोशिश करता है, amepita फिर लड़ाई kiasi na wanapotaka kumrudisha nyuma, kurudisha tena, से और वाक़यात katika hali hii mapigano yanaanza na ikhtilafu inaanza, na hali hii inapatikana katika nchi hizi pia. Na hapa polisi बच्चों के हकूक़ inaitwa, vile vile idara mbalimbali za watoto pia zinaingilia, na katika hali hii nyumba inavunjika na watoto wanaharibika. के घर टूटे, Basi kabla nyumba yetu haijavunjika na watoto hawajaharibika,
wanaume wa aina hii wanatakiwa waelewe majukumu yao vizuri जो उन पर अपने बीवी बच्चों के बारे में दीन डालता है, जो इस्लाम ने उनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की हैं। औरतों के हक और इनसे सलूक के बारे में kuhusu kuwatendea wanawake. फरमाया कि औरतों के हक की जैसी sainam alah salatu wassalam alisema kwamba jinsi islam imelinda haki za wanawake hakuna dini ingine ambayo ililinda haki hivi. amesema walahunna mislu llazi alaihinna, कि जब मर्दों के औरतों पर हुकूक yani ikiwa wanaume wana haki zao juu ya wanawake, hivyo ndivyo wanawake pia wana haki juu ya waume zao. फरमाया कि बाज लोगों का हाल amesema napata taarifa ya watu kadhaa पाँव की जूती की तरह kwamba wanaona wanawake hawana thamani yoyote बात उनसे लेते हैं, na wanawatumia vibaya sana na wanawatukana देखते हैं na wanawadhalilisha जायज तरीके से बरतते हैं कि उनको जिंदा दरगोर कर देते हैं। na wanatumia amri ya hijabu kwa ajili yao kama wao इस तरह हाथ si wanawake. Ni wao ni wakali kuhusu hijabi kiasi hiki kwamba wanawake wanapata shida sana katika kufanya hijabu. hazur anasema haitakiwi ukali wa aina huu utumiwe. दूसरी तरफ औरतों को भी एतदाल करना चाहिए कि पर्दे की सूरत के नाम पर upande mwingine huzuri anasema wanawake pia wanatakiwa washike njia wasitani kwa jina la uhuru, wasiache kufanya hijabu. आजाद हो गई हैं। baadhi wakati tunapata taarifa kwamba wanawake hawafanyi hijabu. hii pia si sahihi. तभी याद रखें basi wanawake pia wanatakiwa wakumbuke हया के तकाजे पूरे करते हुए kwa kutimiza जरूरी है। यही अल्लाह का majukumu yote ya haya wanatakiwa wafanye hijabu na wanatakiwa wawe waangalifu kuhusu hii. क्या होना चाहिए, इस बात को बयान फरमाते हुए kwa kueleza mahusiano ya wanawake na wanaume yanatakiwa ya aina gani, sayyidina alayhi salatu wasalam anasema ऐसा ताल्लुक हो जैसे दो सच्चे और हकीकी दोस्त wanaume wanatakiwa watendee wake zao kiasi hiki kama ni marafiki wawili, अल्लाह ताला से ताल्लुक की पहली गवाह तो यही औरतें हों। kwa sababu wanawake wanakuwa shahidi kuhusu imani ya wanaume. ikiwa wanaume hawatendei vizuri wanawake katika hali hii, namna gani wanaweza kupatana na Mwenyezi Mungu? ताल्लुकात ठीक नहीं, yaani nyumbani hawatendei vizuri, katika hali hii hauwezi kupatana na Mwenyezi Mungu. amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema खैरुकुम khairukum li ahlihi, तुम में से अच्छा वो है जो अपने mbora wenu ni yule ambaye anamtendea vizuri wake zake. बस ये है वो मयार जो हर मर्द को अपनाना basi hii ndiyo ni hali ambayo kila mtu anatakiwa awe nayo katika maisha yake. बहसीत बाप जो जिम्मेदारी है kisha wanaume waliopewa majukumu kwa kuwa baba pia wanatakiwa waelewe vizuri. कि बच्चे के लिए wanaume wasidhani kwamba kuwapatia malezi watoto ni jukumu la mama tu, ingawa mtoto anakuwa pamoja na mama kwa muda mrefu. माओ की तरबियत बच्चे की तरबियत करने में na malezi ya kina mama inatoa mchango mkubwa sana katika malezi ya watoto, lakini फरायद से wanaume kwa kuona hali hawezi kusema kwamba hii si jukumu lao, बापों को भी bali kina baba pia wanatakiwa wao pia watoe mchango wao katika malezi ya watoto, hususan 8 साल की उम्र के wanaume watoto wanapofika katika umri ya miaka 7 au 8. बापों की तवज्जो katika मोहताज होते हैं। umri ule wale watoto wanataka malezi kutoka kwa baba. मगरबी माहौल में pengine katika बच्चों के mazingira haya ya Ulaya inawezekana watoto wale watapotea na wataharibika. जिसका औरतों के ज़िमन में पहले जिक्र हो चुका है कि मर्दों को बापों को अपने kina baba wanatakiwa दिखाने और कायम करने की जरूरत है। waonyeshe mifano mizuri ili watoto waweze kupata malezi mazuri. बापों को बच्चों का जहाँ इज्जत और एहतराम kina baba ikiwa upande mmoja wanalazimika kuwaheshimu watoto wao लाक अच्छे हों, ili wale watoto wawe na hulka njema, pamoja na hii kina baba wanalazimika kuchunguza
vitendo vya watoto wao pia से बचकर रहें। ili wale watoto wasipate athari mbaya ya mazingira. बच्चों को एक तहफ़्फ़ुज़ का भी hivyo ndivyo mahusiano ya kina baba yanatakiwa ya aina hii, kwamba watoto waone kwamba wapo chini ya ulinzi. watoto wengi wanaleta mashitaka kuhusu kina baba, wao गलत बयानी ज़्यादा करने लगे। hawategemei और जब बापों को कहा kina baba. कि बच्चों के ज़्यादा करीब हों, wakati kina baba wanapokuwa karibu zaidi na watoto wao पैदा करें, na wanajenga mahusiano mazuri na watoto wao na wanajenga mahusiano ya urafiki, katika hali hii tunashuhudia कि जो कमजोरियाँ kwamba ये दूर होने makosa yanapatikana ndani ya mtoto yanaendelea kuondoka. बच्चों में बाहर के माहौल से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए ज़रूरी है basi kwa ajili ya वक्त बच्चों के साथ kuonyesha kwamba watoto फिर बापों की wapo chini ya ulinzi, kina baba wanatakiwa waende nje pamoja na watoto kwa muda fulani, वहाँ उनके लिए दुआओं की तरफ भी pamoja na malezi watoto. Kina baba wanatakiwa wafanye maombi pia kwa ajili ya watoto wao, ये ज़रूरी चीज़ है। kwa sababu kitu hiki pia ni muhimu sana. तरबियत की तरफ तवज्जो दें। Kina baba wazingatie malezi yao ya dini. तो अल्लाह ताला के फजल से लगते हैं। Matunda ya malezi yanapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, lakini mtu anatakiwa afanye juhudi yake yote. और बच्चों के लिए दुआओं की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हज़रत मसीह मौऊद Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu malezi ya watoto na kuhusu kuwaombea watoto anasema, फरमाया कि हिदायत और तरबियत तरबियत हकीकी खुदा का फ़ेल है। ni Mungu pekee ambaye anaongoza na anatupatia malezi mazuri. सख्त पीछा करना और एक अमर पर इसरार Kuwafuata sana watoto na kusisitiza sana juu ya jambo fulani, na kwa sababu ya mambo madogo madogo गोया हम ही हिदायत के मालिक हैं और हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक kutumia maneno makali inaonyesha kwamba sisi ni miungu na sisi tutarekebisha watoto wetu na tutawaongoza. Hii ni shirk, hii ni shirk. Jumuiya yetu haitakiwi iwe na shirki ya aina hii. बारे में Kuhusu nafsi yake Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba sisi tunafanya dua kwa ajili ya watoto wetu na tunawafundisha adabu mbalimbali na tunawapatia malezi na tunawafundisha mafundisho yetu ni nini, इधर तवज्जो दिलाते रहे। na tunaendelea kufanya hivi, hatufanyi zaidi ya hii. Kisha baada ya kufanya kazi hii tunamtegemea Mwenyezi Mungu. किसी में सादत का तुख्म होगा Yule ambaye atakuwa na tabia safi, lazima yule mtu atapata malezi mazuri na atakuwa mwema. बस हमें याद रखना चाहिए Basi tunatakiwa मसीह अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं tukumbuke Sayyidina alayhi salatu wassalam anaposema tunafanya dua, मयार भी बहुत बुलंद है, basi maombi yale yalikuwa ya hali ya juu. मामूली नहीं समझना चाहिए। Hatutakiwi tuone kwamba jambo hili ni jambo la kawaida, ये मयार हासिल करने के लिए na kwa ajili ya kupata maombi aina hii tunalazimika kufanya juhudi sana, ये कोई मामूली बात नहीं है। kwa sababu kitu hiki si kitu cha kawaida. बापों को तवज्जो देनी Kwa hiyo kina baba wanatakiwa wachunguze na wazingatie kitu hiki vizuri, हैसियत बाप बच्चों की तरबियत की तरफ kwa kuwa तवज्जो देनी चाहिए। baba namna gani tunatakiwa tuzingatie malezi ya watoto. Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wassalam anatusihi, बाज़ लोगों anasema का ये भी ख्याल होता है watu wengine wanakuwa na wazo hili kwamba waache mali kwa ajili ya watoto. Mimi nashangaa sana kwamba wanakuwa na fikira ya kuacha mali kwa ajili ya watoto, lakini wao hawafikirii कि औलाद साले हो kwamba watoto wao wawe wacha Mungu, wasiwe waasi, yani wasiwe wenye tabia mbaya. मगर ये वहम भी नहीं आता Wao hawafikirii kuhusu hii. नहीं आता Amesema परवाह की जाती wao hawajali kuhusu hali hii ya watoto. औलाद के लिए माल जमा करते Baadhi wakati watu hawa wanakusanya mali kwa ajili ya watoto na hawajali kuhusu malezi ya watoto. से नालां होते Wao baadhi wakati wanakosa watoto wao katika maisha yao, से मुश्किलात में पड़ जाते na kwa sababu ya vitendo vibaya watoto wanapata shida, जाने किन किन na mali ile ambayo walikusanya kwa njia mbalimbali, शराब खोरी ile mali inatumiwa katika kukunywa pombe, के लिए na watoto wa aina hii wanakuwa shari kwa ajili ya wazazi wa aina hii. औलाद का इब्तिला भी बहुत Amesema kwamba majaribio ya watoto pia ni majaribio makubwa sana. Ikiwa watoto ni wazuri, basi mtu hawezi kuwa na wasiwasi aina yoyote. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema wahu yatawalla salihin, yani
mungu वह यतवल्ल सालिहीन, anamtosheleza mja wake na mtumishi wake. वह यतवल्ल सालिहीन, यानी अल्लाह ताला अपने सालिहीन का मुतवल्ली और मुतकफ़िल होता है। ikiwa watoto ni wabaya, mtu akiacha malaki na malaki, watoto watapoteza fedha yote na watapata shida katika maisha yao. तो लाखों रुपए उसके लिए छोड़ जाओ, amesema mtu ambaye anafanya rai yake chini ya rai ya mwenyezi mungu, basi anapata utulivu kutoka kwa watoto wake. Na hii inaweza kupatikana kwamba mtu afanye juhudi kwa ajili ya kumalezi watoto, na pamoja na hii afanye dua. उससे मुतमईन हो जाता है। katika hali hii mwenyezi mungu mwenyewe तरह पर है कि atamtosheleza na atakuwa और दुआएं करे। atakuwa mlinzi wake. सूरत में खुद अल्लाह ताला उसका तकफ़ुल करेगा, उसको संभाल लेगा। yani baba anatakiwa afanye juhudi sana kuhusu malezi ya watoto. Hadrat Daud alisema, mimi nilikuwa mtoto nikawa kijana, sasa nimekuwa mzee, sijawahi kuona mcha mungu फरमाया कि alipata shida ya riziki katika maisha yake, wala sijawahi kuona watoto wake wanaomba hapa na pale, bali mwenyezi mungu anawajalia watoto wa mtu wa aina hii. Basi nyinyi wenyewe muwe wacha mungu na muwe mfano mwema kwa ajili ya watoto wenu. halifa mtukufu anasema kwamba kwa ajili ya kutimiza haki za watoto, एक उमदा नमूना नेकी और तकवा का हो जाओ kwanza wazazi wanatakiwa कि औलाद के हर wafuate mafundisho ya dini tukufu ya islam, भी अपनी ndipo kizazi kijacho kitafuata njia iliyonyoka na kinaweza kuwa maburudisho kwa ajili ya wazazi. sainam alah salatu wassalam anasema, हाथों पर चलने वाली होगी, nyinyi wenyewe muwe wacha mungu आंखों की ठंडक का बायस na kwa ajili ya watoto wenu muwe mfano mwema, na kwa ajili ya watoto wao mufanye maombi sana ili wawe wacha mungu. नेकी और तकवा का हो जाओ। kadiri mnatumia uwezo kwa ajili ya kukusanya mali, mutumie uwezo huu kwa ajili ya malezi, जिस कदर कोशिश तुम इसके लिए na जमा करने की करते हो, muwe mfano mzuri kwa ajili ya watoto wenu. kwa ajili ya hii ni muhimu kwamba murekebishe kwanza hali yenu. ikiwa nyinyi mtakuwa wacha mungu wa hali ya juu na mtakaporidhisha mwenyezi mungu katika hali hii, ni yakini mungu pia atawatendea vizuri watoto wenu pia. और खुदा ताला hazuru nasema, ikiwa islam inaamuru kina baba kwamba wazingatie malezi ya watoto wao na vile vile wafanye maombi kwa ajili ya watoto, vile vile upande mwingine ana wasihi watoto pia kwamba wao pia wana malezi wana majukumu. wakati wanapofika umri wa balehe, wamekumbushwa kwamba wamepewa majukumu ya wazazi. जब तुम बालग हो जाओ तो तुम्हारे भी माँ बाप के भी तुम पर कुछ हुकूक ikiwa wote wanarekebisha mahusiano hii, basi utulivu utapatikana katika jamii. kiasi gani watoto wamepewa majukumu, kuhusu watoto wanatakiwa wajue majukumu yao ni nini. wakati mtoto anapofika umri ya balehe, और इसकी कितनी wakati ule namna gani atatimiza haki ya wazazi wake. kwa kueleza mada hii, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwahi kusema, तो उसमें किस तरह माँ बाप का हक अदा करना है, इस बात को समझाते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, जब एक शख्स abdullah bin amr anasimulia, mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nataka kwenda kwa ajili ya jihadi. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuuliza, je, wazazi wako ni hai? akasema ndiyo, wako hai. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, uwatendee vizuri, uwahudumie, hii ndiyo ni jihadi yako. तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा, basi tunaweza kujua umuhimu wa huduma ya wazazi ni nini kwa kupitia hadithi hii. खिदमत करो। si hii tu, bali kwa ajili ya kusambaza mapenzi na upendo, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema watoto wanatakiwa watendee marafiki wa wazazi pia. बल्कि आपस में मोहब्बत और mtume sallallahu alaihi wasallam alisema वालिद के दोस्तों से भी उसने सलूक का uzuri wa binadamu ni kwamba mtu amtendee vizuri rafiki ya baba yake wakati baba yake alipofariki. इंसान की बेहतरीन नेकी ये है kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alisema zaidi, जबकि उसका वालिद riwaya inapatikana hivi, फिर इस बात को मजीद खोल कर एक मौके पर
hazrat abu usaidis anasema tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. उसैदिद से आदि कहते हैं कि हम लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे. mtu mmoja kutoka bani salema akaja na akamuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, कि बनी je, baada ya kifo cha wazazi kuna mema naweza kufanya? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo, unaweza kuwaombea wazazi wako, unaweza kuwaombea ghufira की है जो मैं उनके लिए na utimize ahadi zao walizozifanya na uwatendee vizuri jamaa zao kama wao wenyewe walikuwa wakifanya katika maisha yao. उन्होंने जो वादे किए किसी से कर रखे थे, vile vile uwatendee vizuri marafiki zao. अल्लाह रहमी और उसने सलूक करो जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी में उनके साथ किया करते थे. hivyo ndivyo wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule mtu ambaye anataka apate umri mrefu na vile vile apate riziki sana, basi huyu mtu anatakiwa awatendee vizuri wazazi wake. ख्वाहिश हो कि उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिस्क Hazur anasema kwamba watoto si kwa ajili ya kukubali kila और सिला रहमी की kila matamanio yao, bali watoto pia wamepewa majukumu na wazazi pia wamepewa majukumu ambao wanalazimika kutimiza. उनके भी कुछ फ़राइज़ हैं. Baada ya kuoa watoto wanatakiwa wazingatie sana majukumu haya. Ikiwa mtu kwa kutumia hekima anatimiza wajibu na haki za mke wake na vile vile anatimiza haki za wazazi wake pia, हिकमत से na vile vile anamkumbusha mke wake pia kwa kutumia hekima kwamba umuhimu wa wazazi ni nini, na yeye mwenyewe pia awaheshimu wazazi wa mke. Katika hali hii ikhtilafu haiwezi kupatikana katika nyumba. और ख़ुद भी अपने सासुर की खिदमत और उसकी अहमियत को जानता हो. Baadhi wakati kwa sababu ya kuwa na ikhtilafu ya dini, ikhtilafu inapatikana katika baba na mtoto. बाज़ दफ़ा दीनी Katika hali hii बाप बेटों में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है. बाज़ माँ भाई watoto wanalazimika kuwatendea baba zao. सूरत में बेटों को बापों से Wakati fulani एक सलूक Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokwenda Batala, करना है और खिदमत ही उनकी करनी है. एक मरतबा बटाले के सफ़र के दौरान Sayyidina alayhi salam alikuwa anamuuliza Sheikh Sahib kuhusu habari ya baba yake. शेख Sayyidina alayhi salam alimwambia kwamba वाले साहब की हालात रियाफ फरमा रहे थे. amwombee sana. Baba yake alikuwa si mwanajumuiya, lakini alisema amwombee sana. उनके हक में दुआ किया करो. Watoto wanatakiwa watimize haki za kina baba, वालिदैन की दिलजोई करनी चाहिए. na kwa kupitia hulka njema पहले से हज़ार wavute kwenye dini, अपना पाकीज़ा दिखलाकर इस्लाम की सदाकत का कायल करो. kwa sababu dini halisi ni ile ambayo kwa kufuata dini ile mtu anakuwa na hulka njema सच्चे इस्लाम का ये मायार है na anakuwa mtu wa kuwavuta wengine. और वो एक Islam haituzui kwamba tusitendee vizuri wazazi. ताला तुम्हारे जरिए उनके दिल Tunalazimika kuwatendea vizuri wazazi wetu na tunalazimika kuwahudumia vizuri. दुनियावी अमूर जिनसे दीन का हरज नहीं होता. Hazur anasema kwamba tunatakiwa katika mahubiri pia tunatakiwa tutumie maneno mazuri. Kisha kuna tukio lingine. कि नरम ज़ुबान हमेशा इस्तेमाल होनी चाहिए. आला अखलाक दिखाने चाहिए. Katika tukio hili baba ni Muislamu. Mtu mmoja alimuuliza Sayyidina alayhi salatu wasalam तो तफसीली जवाब kwamba हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने दिया. Mwenyezi Mungu amelazimisha mwanamume mtu एक शख्स ने kwamba yeye awatendee vizuri, lakini mimi kwa sababu nimejiunga na jumuiya, wazazi wangu hawataki kuniona, wamenichukia kiasi hiki. मेरे वालिदैन हजूर के सिलसिला बैत में दाखिल होने Mimi nilipokuwa kuja kwa ajili ya kufanya bayeti yako, wao walisema kwamba mimi nisiwaandikie barua, na walisema usije hapa katika nyumbani kwetu, hatutaki kuona uso wako. Sasa mimi namna gani niwe naweza kuhudumia wazazi wangu katika hali hii, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं. ilhali wao hawataki kuniona kwa sababu mimi nimejiunga na jumuiya? Sasa namna gani mimi naweza kutimiza jukumu hili la kuwahudumia wazazi wangu? Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema, भी देखना नहीं चाहते, ताल्लुक रखना नहीं चाहते. mahali ambapo Qur'ani inasema tuwahudumie wazazi wetu, pamoja na hii anasema आपने फरमाया कि कुरान
शरीफ जहाँ वालिदैन की फरमाबरदारी rabbukum देता है, a'lamu ये भी फरमाता है bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana litawabina ghafura, yani Mwenyezi Mungu anajua vizuri yoyote munayo mioyoni mwenu, ikiwa nyinyi ni wacha Mungu फ़इन्नहु काना, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye ghufira kwa ajili ya wale wanaoinama kwake. जो कुछ तुम्हारे baadhi wakati maswahaba pia walipata shida za aina hii, kwamba kwa sababu ya dini walikuwa na ihtilafu pamoja na wazazi wao, ऐसी मुश्किलात पेश आए, lakini lakini nyinyi mnatakiwa muwe tayari kuwahudumia wazazi wenu. ikiwa mnapata nafasi ya kuhudumia wazazi, lazima muwahudumie, kwa sababu mtapata thawabu yake. हर वक्त तैयार रहो, lakini ikiwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya dini umelazimika kutengana na wazazi wako, basi hii si kosa lako. अगर महज दीन की वजह से unatakiwa uzingatie nia yako करने के बाद na uendelee kuwaombea wazazi wako, होना पड़ा है, तो ये एक मजबूरी kwa sababu hii iliyotokea nawe haikutokea nawe tu, bali Hazrat Ibrahim alayhis salam pia alipata hali hii. उनके हक में lakini ikumbuke kwamba haki ya Mwenyezi Mungu ni juu ya haki zote. mutimize haki ya Mwenyezi Mungu, na vile vile muendelee kufanya juhudi ya kutimiza haki ya wazazi, na uendelee kuwaombea wazazi, na vile vile uzingatie nia, yani nia yako inatakiwa iwe safi. तरफ से वालिदैन के हुकूक Hazuru anasema watu ambao wananiuliza swali kwamba wazazi pia wamepewa majukumu, namna gani tunaweza kutimiza haki za wazazi kuhusu watu hawa. Kwa ajili ya watu hawa jibu hili naona ni tosha. उनको हम कैसे अदा करें, ऐसे बात नहीं। Hazur anasema kwamba tunatakiwa tutimize majukumu yetu yote vizuri, एक मर्द के मुख्तलिफ हैसियतों से na tunatakiwa tufanye nyumba yetu iwe mfano ya aina hii, ambapo mapenzi na upendo unapatikana. घरों को Mwanamume ni baba na mume, na vile vile ni mtoto pia. Kwa hiyo yeye anatakiwa aelewe majukumu yake yote katika nyanja hizi zote. बाप भी है, बेटा भी है, इस लिहाज से Nimeeleza majukumu haya ya mwanamume और ili बहुत सारी हैसियतें और भी हैं मर्दों की, लेकिन ये तीन हैसियतें मैंने बयान की हैं ili ताकि घर की जो ieleweke kwamba tunaweza kuwa amani kwa ajili ya jamii wakati amani inapatikana nyumbani kwetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuboreshe hali yote nyumbani kwetu. Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kuwa na sifa hizi, amin. और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुस्न पैदा करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.